Tunashukuru kwa sababu tumekabidhiwa jokofu tuhifadhie biashara zetu, maana mwanzo tulikuwa tunapata shoti, nyanya ikioza tunatupa, na maana unaweza hata mtaji ukakata ukakaa nyumbani. Hifadhi na sisi kwa hata kuja kutoa tunakuwa ziko vile vile kama zimetoka tena shamba vile vile. Adha hii ni moja tu ya changamoto nyingi ambazo zimekuwa zikiwakabili wafanyabiashara wadogo kwenye masoko mengi katika mkoa wa Morogoro na mikoa mingi hapa Tanzania. Serikali na wadau wameendelea kuweka mikakati thabiti ya kutatua changamoto hii. Hata hivyo, bado mwarobaini wa kuharibika ama kuoza kwa matunda ya ujasiriamali ulikuwa kitendawili kigumu kuteguliwa. Kutokana na hilo, watafiti kutoka Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia mradi wa teknolojia za uvunaji kwa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa wakulima wadogo Tanzania wamekuja na mbinu rahisi lakini yenye ufanisi mzuri katika kuhimili utunzaji wa mazingira. Leo kupitia mradi wa UNESCO Trust ambao unafanya mashirikiano na Chuo Kikuu cha Sokoine SUA, tumeweza kukabidhi jokofu la asili kwa wafanyabiashara wa matunda na mboga mboga eneo la Furwe. Nia hasa ya kukabidhi jokofu hili la asili ni kuweza kuwasaidia wakulima na wafanyabiashara wa matunda mboga mboga wa eneo la Furwe kuweza kupunguza upotevu wa mazao husika katika mnyororo wa matunda na mboga mboga, kwa sababu limekuwa ni tatizo kubwa sana kwa Tanzania nzima, lakini vile vile hasa Morogoro, kwa sababu mnajua Morogoro ni sehemu ambayo tunalima sana matunda na mboga mboga. Hata yule mfanyabiashara ambaye ameweka mazao yake, baada ya anaweza kama amepata emergency, dharura, labda mtu ana dharura, anauguliwa au dharura aina yoyote, na anaweza asiwepo katika eneo la biashara kwa muda wa siku 3, 4, 5, 6, 7. Kwa hiyo akiwa amehifadhi mazao yake katika jokofu, anakuwa na uhakika, hata kama sipo, nimepata dharura, basi nikirudi mboga zangu na matunda bado nitazikuta ziko katika hali yake nzuri na nitazichukua niendelee kuuza. Jokofu la asili ni mbinu ya kuhifadhi mazao yanayoharibika mapema kama nyanya, ndizi na matunda kwa kipindi cha wiki 2, yani siku 14 kupitia kivuli na ubaridi unaotunzwa. Halitumii umeme, unajua kabisa kwa mazingira yetu na eneo husika tulilopo na wafanyabiashara hawa kuwa na hili jokofu, kwa sababu kitendo cha jokofu kutokutumia umeme, basi pia hizo zinapunguza gharama. Unaweka bidhaa zako kwenye matrei, tumewakabidhi pia na matrei maalum kwa ajili ya kuhifadhia mazao yao. Wahakikishe hakuna jua linaloingia, ndio maana tukafanya roofing, tumefunika na makuti ya nazi ili kuhakikisha hakuna jua linaenda moja kwa moja kwenye jokofu letu. Kupatikana kwa njia hii si tu kunapunguza changamoto kwa wajasiriamali wadogo, bali kunastawisha uchumi wao, kama ambavyo wananchi hao wa Furwe Mikese mkoani Morogoro ambapo wamejengewa jokofu na wataalamu kutoka SUA kupitia mradi wa teknolojia za uvunaji kwa kukabiliana na mabadiliko ya nchi wanavyoeleza. Hata kwenye kuuza tutakuwa tunauza kwa wakati na tutapata hela kwa wakati, kwa sababu mara kwanza kwa tunauza bidhaa zingine zinaoza, hata bidhaa hazioza tunahifadhi vizuri mpaka bidhaa zetu zinakuwa vizuri. Umuhimu upo kama hivi bidhaa zetu tunaweka hazitooza, tunahifadhi bidhaa zinakuwa kama vile tunatoka nazo shamba. Kama leo tumetoka nazo shamba tunahifadhi, na sisi hata kuja kutoa tunakuwa ziko vile vile kama zimetoka tena shamba vile vile, na ndio vizuri wametuletea jokofu ya kuhifadhi bidhaa na tunapata uchumi wetu utakuwa mkubwa na tutaendeleza uchumi wetu. Tunashukuru kwa sababu tumekabidhiwa jokofu tuhifadhie biashara zetu, maana mwanzo tulikuwa tunapata shoti, nyanya ikioza tunatupa, lakini kwa sasa tutakuwa tunatupa tena bidhaa zetu tunahifadhi kwenye jokofu. Tumekabidhiwa siku kama ya leo. Tunashukuru sana wana SUA wametukabidhi jokofu kwa biashara zetu. Sisi tunatupa kama mwanzo, kwa mfano nyanya, vitunguu, viazi, nyanya zilikuwa zinaota tunatupa, lakini kwa sasa hivi tutakuwa tunahifadhi kwenye jokofu. Tunashukuru sana. Unakuta biashara unakaa wiki 1 wiki 2 kiuze kiwepesi, kwa maana hiyo zinaathirika mapema kwa kuharibika. Lakini tunashukuru kwa kutuletea jokofu, najua tutahifadhi biashara zetu kwa muda mrefu isiathirike, sisi mtaji usikate mapema. Ni takribani wakulima 120 wanaopatikana katika soko hili la Lukole hapa Furwe walikuwa wanaathirika na adha ya mazao yao kuharibika, ambapo diwani wa kata hii ya Mikese anasema upatikanaji wa jokofu hilo sasa unapunguza kama si kuondoa kabisa adha waliokuwa wanakutana nayo wajasiriamali wadogo. Kwa hiyo sasa baada ya kupata hili jokofu
bidhaa zetu tuna uhakika sasa wa kukaa nazo kwa muda mrefu, lakini pia kwa sababu tutakuwa tunakaa nazo kwa muda mrefu, itatusaidia kwenye bei, kupunguza bei ili bidhaa zitauzwa kwa bei nafuu zaidi, kwa sababu uhakika wa faida ni mkubwa sana kuliko hasara. Mimi binafsi kama diwani wa kata ya Mikese ninawashukuru hawa wataalamu waliobuni mchakato, lakini pia nashukuru wale wafadhili waliotusaidia kuhakikisha wanafadhili mpango huu kwa jokofu unapatikana, kwa sababu hizi bidhaa ambazo wanadili nazo hapa zinakuwa zinaharibika. Kwa hiyo kuwepo hili jokofu unaweza kuhifadhi matunda yakakaa kwa muda mrefu. Yaani maana yake kwamba watakuwa wanapata faida kupitia huu mradi ambao umeleta hili jokofu ambao umeleta. Mwenye macho haambiwi tazama. Bila uwepo wa ufadhili wa mradi huu, pengine kilio cha wakulima na wajasiriamali wadogo katika soko hili la Lukole hapa Mikese, Morogoro, wangebakia kuwa na kilio cha samaki kwenye maji. Napenda kushukuru mashirikiano ambayo yamepelekea leo kupata hii jokofu la asili. Mashirikiano haya ni baina ya Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na shirika la UNESCO Trust ambalo limefadhili mradi mzima ambao mnauona mbele yetu. Kwa kupitia mradi huu tunaenda kupunguza upotevu wa mazao hasa hizi mboga na matunda. Pia tunawahakikishia kipato wajasiriamali. Kwa sasa hawatakuwa na upotevu wa mazao, hivyo basi kipato chao na uchumi utazidi kuongezeka. Ni mpaka wakati mwingine. Mimi ni Asife Mbebela.